Tunazungumzia uzalishaji wa sukari. Lengo la serikali tufike mahala tujitosheleze kwenye mahitaji ya msingi, na tumechagua angalau mazao matatu muhimu sana. Kwanza, tujitosheleze kwa sukari. Nchi yetu hii inahitaji sukari kwa mwaka takriban tani 700,000, na kwa kweli ifika mwezi wa 6 mwaka huu tutakuwa tumejitosheleza mahitaji ya sukari kwa 100%, na tuhitaji na kuagiza sukari kutoka nje. Hilo liko ni lengo kubwa sana Mheshimiwa Rais ameiweka, na tunashukuru Mungu viwanda vyote na leo vitembelea vingine. Tuna viwanda hapa vilikuwa 6, watakuwa 7, wapo wengine Kigoma huko. Tutakuwa na viwanda zaidi ya 10 ambavyo vinazalisha sukari hapa. Kwa hiyo itafika mahala sukari hapa Tanzania itakuwa imezidi mahitaji. Na lengo lao hao wanafahamu itazidi mahitaji, itabidi wakauze nje. Hili bara la Afrika lina upungufu wa sukari takriban tani milioni 12, na sisi tumejiwekea lengo kwenye dira kwamba Tanzania ifike mahala iwe miongoni mwa wazalishaji wakubwa watatu wa vyakula mbalimbali hapa Afrika ifika mwaka 2050, na uwekezaji kama huu ndio unatupeleka kwenye lengo hilo. Kwa hiyo tutaona tunazalisha hapa mamtama mengi, tunauza ndani mpaka na nje kulisha viwanda, tutazalisha masukari mengi, tunajitosheleza. Sisi kama serikali ya wilaya na mkoa tutahakikisha tunawalinda wawekezaji hawa na kuwawekea mazingira mazuri ili waweze kufanya kazi nzuri zaidi na nchi yetu ya Tanzania na Morogoro yetu ipae. Leo uwekezaji uliofanyika umefungua Morogoro yetu, njia zinapitika, wananchi wanafanya shughuli zao, wanasafiri na kusafirisha mizigo, lakini yako maeneo yalikuwa hayapitiki yameunganika kupitia uwekezaji huu. Mradi huu na matokeo haya tunayoyaona matokeo ya kazi yake. Mwaka 2024 mwezi wa 5 tuliridhia tukasaini mikataba na wawekezaji hawa, na uwekezaji huu mkubwa unaotokea hapa. Ningependa kuomba ujisikie fahari na matokeo ambayo tunayaona hapa, na kwa imani kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekupa kwenye masuala mazima ya uwekezaji, na matokeo ya imani hiyo tunayoona hapa. Kwa hiyo Watanzania, katika kipindi hiki cha mfungo, tunapokuwa tunaona sukari yetu haijapanda bei na tunakula futari kwa amani, kwa sababu ya jitihada na uwekezaji kama huu ambao Mheshimiwa Rais amefanya, amefikia, lakini pia kwa kazi yako wewe ya kuruhusu, kuwezesha na kuwasaidia wawekezaji kama huu. Mimi kwa niaba ya wanawake wa Morogoro nasema hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu miradi hii miwili ambayo tayari tumeshaiona sio tu kutuletea maendeleo, lakini kutupunguzia mawazo sisi wakina mama, kwa sababu tunaona wakina mama wanaajiriwa, lakini na vijana wetu wanaajiriwa. Na zaidi ya hapo, nachoweza kusema vijana wengi ni wadogo. Sasa hivi sisi wakina mama kilio chetu vijana wengi waajiriwe ili watulee.